sababu ya hasira. Mungu anadili na hasira ya Petro ili amrudishe. Kiburi, hasira, ili aweze kumrudisha kando ya ule moto. Ndio Yesu anamrudisha. Petro alimkana Yesu mara 3, na Yesu akamuuliza maswali matatu. Alipomkana mara ya kwanza katika ule moto, Yesu katika huu moto wa urejezo anamuuliza, unanipenda? Ule mara ya kwanza alisema mimi si mwanafunzi wa Yesu. Unanipenda Bwana, wajua. Ule moto wa kwanza alipoulizwa akasema kwamba mimi mtu huyo simjui. Katika moto huu, unanipenda? Bwana, wajua. Mara ya 3 alilaani na kuapa ya kwamba simjui mtu huyo. Na hapa Yesu anamuuliza tena mara ya 3. Na kumbe ni urejezo. Na hapo ndipo Petro akapokea mwito. Akapokea mwito sasa kwa kuwa mvuvi wa watu. Akapokea sasa kile ambacho alikuwa amekitafuta, alikuwa ameambiwa miaka mingi iliyopita. Petro aliandika kitabu tunaita barua kama waraka wa Petro. Hebu tusome maneno yake ya mwisho katika waraka wa pili, waraka wa kwanza wa Petro. Yale maneno yake ya mwisho kama anatupa wasia gani. Katika waraka wake wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8, kuanzia mstari wa 8 kuna wasia ambayo anatupatia Petro, tuwe waangalifu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpigeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walio duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, kisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Nataka ushikie maneno ya mwisho ambayo Petro anasema yeye mwenyewe ambaye ni Mungu atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Haya ndio mambo matatu ambayo Yesu alifanya kwa maisha yake. Jambo la kwanza, alimtengeneza. Aliondoa kiburi ndani yake. Aliondoa hata hofu ndani yake. Akamthibitisha na akamtia